Asante Mheshimiwa Katibu Mkuu, mimi naitwa Paul Mabeja, nafanya kazi na magazeti ya Nipashe. Wakati unatoa taarifa yako kuna kitu uko umekigusia kuhusiana na kukua kwa deni la taifa. Ukasema zile pesa ambazo zinakopwa haziji kugawanwa kama njugu. Lakini hivi karibuni kumekuwa kuna changamoto au kuna malalamiko ambayo yamekuwa yakibuka kwa wananchi, lakini na kwa baadhi ya wengine ambao ni viongozi wameshakuwa viongozi wakuu ambao wameweza kuiongoza nchi yetu katika kipindi kilichopita, kutokana na kuwepo kwa malalamiko ambayo yamekuwa yakitokea kuwa kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakitumia vibaya vyeo vyao kuweza kujilimbikizia mali. Hata hivi karibuni ilitoka taarifa ya kuna chombo cha habari kilimnukuu mmoja kati ya viongozi ambaye alikuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, Profesa Musa Sadi, kuwa kuna waziri ambaye hana miaka 5 katika uongozi wake lakini amejilimbikizia mali za kutosha. Sasa ningetaka nijue labda kauli ya serikali kama malalamiko hayo ambayo yamekuwa yakitoka, nini hatua mnachukua, lakini pia ni kitu gani ambacho nyinyi mnadhani kimetokea kwa kufikia katika hali hii hapa? Asante sana. Asante Paul, nitakuwa najibu kila swali ili yasije yakawa najirudia. Deni la taifa nimewapa maelezo ya kutosha. Na ndio msimamo wa serikali kwamba fedha tunazozipata iwe kutoka kwenye mapato ya ndani ama kupitia mikopo ambayo tunaipata, tunazielekeza kwenye miradi ya maendeleo. Sasa nchi yetu ina sheria. Kama kuna mtu anafanya makosa katika matumizi ya rasilimali za taifa, anafikishwa mbele ya vyombo vya sheria na anachukuliwa hatua. Tuhuma ulizozisema bahati mbaya hazikuwa na uthibitisho. Kwa mtu yeyote, iwe huyo uliyemtaja ama yeyote mwenye ushahidi wa kiongozi yeyote wa serikali ama mtumishi yeyote wa serikali aliyefanya matumizi mabaya ya fedha za umma, taratibu zipo, toa taarifa, weka uthibitisho, hatua zinachukuliwa. Nchi hii sio banana republic kwamba mtu anaweza akawa anajivunjia sheria anabaki salama. Ukivunja sheria utachukuliwa hatua. Kwa kama kuna mtu katumia fedha za umma na ushahidi huyo umtaja kama anao ama mtu mwingine anao, fikisha kwenye vyombo vya kisheria, hatua zitachukuliwa. Hakuna kulemba maneno. Umefanya ufisadi, sheria zinakataza, umevunja sheria, utapelekwa mahakamani. Huo ndio msimamo wa serikali. Karibu. Asante msemaji. Msimu huu wa Sabasaba usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $1.5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.